Tumsifu Yesu Kristo. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Basi nami namshukuru Mwenyezi Mungu kwa mwaliko huu. Sijui Father kama alidhani labda ananizidi kimo, kwa hiyo ananimudu kuniomba nije, lakini mimi ni mrefu zaidi yake. Lakini pia mwaliko huu hapa mliopo mbele yangu, wengine ni walimu wangu, wengine tumecheza pamoja, na wengine kadiri mnavyonijua. Lakini kwa sababu tunatafakari neno la Mungu, kwa hivyo sikusita kuja kutafakari pamoja nanyi katika kipindi hiki cha Kwaresma. Basi kwa kadiri ya ratiba, naomba nianze na hitimisho la tafakari yetu ambayo sio kwa mazoea, lakini tunaanza na hitimisho ambayo pia ndio utangulizi, kwa maneno yafuatayo. Utangulizi ambao pia ndio hitimisho, kwamba lengo msingi la kipindi hiki cha Kwaresma, lengo msingi ni zaidi ya hizi ibada ambazo tunazofanya kipindi cha Kwaresma, ni zaidi ya hizi ibada tunazofanya za kipindi cha Kwaresma, bali zitupeleke kwenye kufanya imani yetu kuwa mpya na hai, kuhuisha imani yetu na imani yetu iweze kuwa hai. Hilo ndio lengo msingi la hizi taratibu ama ibada tunazofanya katika kipindi cha Kwaresma, tukiweka msisitizo katika kuishi Kikristo, tukiweka msisitizo katika kuishi Kikristo, tukitumia vizuri kwa sasa kipindi hiki cha Kwaresma. In other words, the ultimate goal of Lent is to move beyond more religious ritual to a renewed, active and sincere daily faith, emphasizing that while a true Christian conduct is not strictly seasonal, the season provides a dedicated time to focus on it. Sasa tukiwa na hitimisho hilo ambalo linatuambia juu ya mfungo wetu kwamba ni lazima tutoke kwenye ibada zenyewe ambazo tunazilazimisha, lakini zilizo kutufanya sisi kuwa wapya. Kwa hiyo nipende kutafakari nanyi kwa kichwa cha habari kifuatacho kwa tafakari yetu hii, kwamba Kwaresma ni kutukumbusha kuishi Kikristo. Lent is a reminder for Christian living. And being Christian living is more than Christian life. We are born, we are baptized Christians. Lakini kuishi Kikristo ndicho kitu ambacho tunakumbushwa katika kipindi hiki cha Kwaresma. Na tunakumbushwa katika vitu hivi vitatu ambavyo ndivyo vinatajwa tangu
tunapoanza kipindi cha Kwaresma: kufunga, kusali na kusaidia wengine. Matendo hayo yanabeba ujumla wa maisha yetu kama Wakristo, kama wafuasi tangu tunapojua nini maana ya Ukristo wetu mpaka kuondoka kwetu katika ulimwengu huu. Na hivi ndugu zangu, tukitambua sababu hiyo, tunasoma katika kitabu cha nabii Yoeli, ambayo ni somo, wimbo tulioimba hapa mwanzoni, ambayo ni somo ambalo tunalisikia siku ile ya Jumatano ya Majivu. I'm interested na haya maneno: lakini hata sasa, asema Bwana, nilieni mimi kwa mioyo yenu yote, kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomboleza. Lakini haya maneno, lakini hata sasa, yet even now, Mwenyezi Mungu anawaambia nini wana wa Israeli anaposema lakini hata sasa? Hiyo ni hayo maneno katika kitabu cha nabii Yoeli, sura ya 2 mstari wa 12. Naposema lakini hata sasa, nakumbuka, unaelewaje au unaonaje uzito wa hayo maneno? Ni kwamba wana wa Israeli wamemkosea Mwenyezi Mungu kwa namna nyingi na kwa wakati tofauti. Mwenyezi Mungu akawasamehe, bado wakamkosea tena kwa namna tofauti tena. Mwenyezi Mungu akaendelea kuwasamehe na kuwapa miongozo, namna ya kuishi, namna ya kuhusiana naye, namna ya wao kuhusiana na watu wa makabila mengine, lakini namna ya kuhusiana pia kati yao na namna ya kufanya ibada zao. Lakini bado wana wa Israeli mara kwa mara wakamkosea tena, wakamchukiza Mwenyezi Mungu, wakatenda dhambi. Pamoja na yote hayo, Mwenyezi Mungu akiwa amemuumba mwanadamu kwa sura na mfano wake, anasema pamoja na upumbavu wenu wote, pamoja na kwenda kinyume na maelezo yangu na miongozo yangu, pamoja na ukaidi wenu, bado you have a chance in me. Pamoja na yote hayo, anawaambia wana wa Israeli, bado mna nafasi kwangu. Mwenyezi Mungu anawaambia wana wa Israeli, na hiyo ingeweza kuwa tofauti na wengi wetu. Na wengi wetu tungekuwa mfano wa lile swali ambalo mitume walimuuliza Kristo: ndugu yangu anikose mara ngapi iwe kikomo cha msamaha? Wengi wetu tuna uvumilivu, tunasamehe, tunawapa watu nafasi, lakini being human, we have what we call the last chance. Namwambia mtu nakupa hii, na pengine umwambii, lakini moyoni mwako unampa mtu nafasi ya mwisho. Tena umshukuru Mwenyezi Mungu ukiwa na moyo wa kuweza kutoa nafasi ya mwisho kwa mwenzako anapokukosea.
lakini wengine kosa moja ama kosa la kwanza linatosha kuhukumiana, linatosha kuvunja udugu, linatosha kutokusalimiana tena, linatosha kujenga uadui, hata kuuana kwa kosa hili la kwanza. Lakini Mwenyezi Mungu anawaambia wana wa Israeli, pamoja na yote hayo nirudieni mimi kwa kulia, kwa kufunga na kwa kuomboleza. Manake Mwenyezi Mungu anatukumbusha hapa wajibu, ulazima na uzito wa kumrudia yeye tunapojikuta tumetenda dhambi, tunapojikuta tumejitenga na maisha ya Kikristo, kwa maana ya kuishi kadiri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu kati yetu. Kipindi hiki cha Kwaresma kinatukumbusha kuwa waaminifu kwa Mwenyezi Mungu, na uaminifu wetu ni maisha ya umilele, kumtumainia Mwenyezi Mungu, kuwa waaminifu kwa Mwenyezi Mungu. Injili ya Mathayo sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 11. Majaribu ya Kristo jangwani. Sitasoma, lakini kwamba Kristo anapofunga anapata majaribu, lakini majaribu ambayo Kristo anayapata juu ya kupima uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwamba ujitupe, Mwenyezi Mungu akatutumia malaika wake, kwamba ubadili mikate mawe haya kuwa mikate, kwamba ukinisujudia nitakupa utajiri wote. Hayo Kristo tunaambiwa katika injili hii anakutana nayo kipindi cha mfungo, lakini hayo ni yale ambayo sisi tunakutana nayo katika maisha ya kila siku. Na nimesemaje, hitimisho langu la tafakari yetu ndio utangulizi, kwamba hatukutani na majaribu hayo tu katika kipindi cha Kwaresma, lakini maisha yetu ya kila siku tunajikuta tunajaribu nguvu za Mwenyezi Mungu, uwezo wa Mwenyezi Mungu na nafasi ya Mwenyezi Mungu katika kuishi kwetu duniani. Tunajikuta tunamsaliti Mwenyezi Mungu kwa sababu ya mali ama ushawishi wa wengine wanaotuzunguka. Na ndio maana nasema kipindi hiki is just a reminder namna gani tunapaswa kuishi Kikristo. Kwa hivi tunapotafakari katika kipindi hiki yale majaribu aliyopata Kristo kule jangwani, ni majaribu ambayo sisi tumekuwa nayo, tunayo na tunaendelea kuwa nayo katika maisha yetu. Sasa katika kuishi kwetu kudhihirishe namna ya ufuasi wetu kwa Kristo. Ndugu zangu, kipindi cha Kwaresma kinatukumbusha kujielekeza katika kiini cha Injili. Ni kutukumbusha, narudia neno kutukumbusha badala ya kusema kuishi, kwa sababu tuko hapa wengine kipindi hiki ni wakarimu sana, ni wapole sana, ni wasikivu sana, ni wenye msamaha sana na wenye msaada sana kwa wengine. Kwa hiyo maisha yanakuwa katika hizi siku 40 za mfungo, lakini mimi natumia neno kutukumbusha ili tuweze kuishi
hiyo Injili ama kujielekeza katika kiini cha neno la Mungu kwa maana ya kuishi baada ya mfungo huu wa Kwaresma. Na kiini au the central theme of the gospel ni nini? Ni maisha ya sadaka. Maisha ya sadaka ambayo yanaeleza ushindi wa ufufuko. Maisha ya sadaka leads or guides us towards the victory of resurrection. Ndio kitu ambacho tunakumbushwa katika kipindi hiki cha Kwaresma. Kwa hivyo maisha ya sadaka yanakuwa ni all encompassing katika kuishi kwetu kila siku, katika maisha yetu ya kila siku, na matendo yetu yatambue kwamba tunaishi sadaka ya Kristo ambayo anatupelekea kushiriki au kuwa sehemu ya ufufuko ama ushindi dhidi ya hayo magumu tunayokutana nayo. Pia kipindi hiki cha Kwaresma kitusaidie kubadilika, self transformation. Kipindi cha Kwaresma kimsaidie kila mmoja wetu hapa katika baraza, kila mmoja wetu katika nafasi yake kufanya mabadiliko, na matunda hayo tunatarajia au tunategemea yaonekane kwako, yaonekane kwangu tunapokwenda mwishoni mwa kipindi hiki cha Kwaresma ama tunapoanza maisha mapya ya ufufuko. Na mabadiliko hayo yanapaswa kuwa ya ndani, true inner conversion. Ni lazima tuwe na mabadiliko. The word true here is I'm emphasizing mabadiliko ya kweli, mabadiliko ya kweli. Na unajua kuna kwamba tunasema wanadamu wote tunatakiwa tusitende dhambi, na sote tunapaswa kuonekana wenye matendo mema. Wote tunapaswa kuonekana kuwa tunasali. Lakini pengine mapadi tutamshangaa askofu tukimwona sio mtu wa kupenda kusali. Na waamini au muamini hata kama sio mtu wa kusali, si lugha sio ninaposema kusali, haba sijui niseme kusali sana zaidi yao. Yanakuta hapa maskofu tunaangalia maskofu wengine sisi kwamba wao wanasali sana kuliko sisi mapadi. Sijui kama ni kweli lakini pia na muumini anaangalia anasema nyinyi mapadi na watawa tunatarajia muwe mnasali zaidi kuliko sisi. Lakini hata watu wa madhehebu mengine wanaweza wakasema tunatarajia wewe kama Mkristo Mkatoliki tuseme, wanatarajia uwe na mwenendo unaonekana kuwa ni exemplary, mwenendo ambao kama ni mfano kuliko sisi wengine. Na wakati mwingine ukisikia watu wamekamatwa katika uhalifu, ukiangalia na majina unasema na John yumo. Kwa hivyo kuna matarajio ya watu juu ya namna unavyoishi ama makundi yanavyoishi inavyoangaliwa na kundi jingine. Inaweza isiwe sahihi ukitafakari vizuri na zaidi, lakini pia inaweza ikawa sahihi, kwa sababu hata Kristo anasema ninyi ni chumvi ya dunia.
ninyi ni nuru ya ulimwengu. Manake lazima kuwe na watu katika namna yao ya kutenda, katika namna yao ya mahusiano na katika namna yao ya ufuasi, kuwa exemplary, kuwa mfano kwa wengine. Mimi wakati mwingine kuta hata kina Makubi anasema sasa, wakati yeye akiwa paroko Oysterbay, anasema sasa, we paroko wa St. Joseph huwezi kuwa hivi, lakini yeye mwenyewe unakuta ndio yuko vile. Sasa ni kwa sababu asema St. Joseph should be exemplary, na huwezi kukataa hilo. Na nyinyi ndugu zangu, mapadre, watawa, na wafanyakazi wote hapa baraza la maaskofu, namna yenu ya kutenda, namna yenu ya kuhusiana should be exemplary. This is ili hapa ni sehemu ambapo kama nilivyoongea juu ya jimbo kwa mitazamo ya watu, and they should be correct, wanakuwa sahihi pia, kuona kwamba namna ya kutenda, namna ya mahusiano, namna ya maisha ya imani kuwa ni mfano. Na kwa nini wengine labda waone kwamba wewe ni mfano? Kwa kuwa sehemu ya baraza kwa zile nafasi mbalimbali ambazo kila mmoja anazo, ni kwa sababu ni kitovu ama ni sehemu ambapo of reference. Na wakati mwingine wengine hata unapokuwa umetoka hapa umerudi nyumbani, unaishi sijui Mbagala, sijui unaishi wapi huko, lakini unasema mimi nafanya kazi wapi? Sema nafanya kazi wapi? Baraza la maaskofu. Yaani pale nyumbani unapoishi, hata kama umepanga una chumba chako kimoja unaishi, wanasema huyu kapenda tu kuishi hivi. Wanasema kapenda tu kuishi hivi. Anafanya kazi baraza la maaskofu. Kwa hivi unaona sasa, pengine utasema nanyanyuliwa sana kuliko ile hadhi ambayo nilipaswa kuwa nayo. Lakini ukiwa hivyo ni kwa sababu gani? Umeenda kule unaishi sijui Manzese sijui wapi, lakini unafanya kazi barazani. Kule wanakupa sifa na heshima pengine, au kukuangalia kwa namna ambayo wewe huioni. What do you think is the reason? Na kweli huna. Unadhani sababu ni nini? Who can think? Nani anaweza akasema kwamba sababu ni nini? Tena kabla niendelee, ngoja niulize, hivi naeleweka? Sasa unaweza kufikiri sababu ni nini? Ndio, hata padri, hata mtawa, unakuta unaambiwa mwenzetu huko barazani, si ndio? Lakini huoni hiyo sifa ama heshima. Unadhani sababu ni nini? Sister, unafikiri sababu ni nini? Hapa ndio unakuta mtu anainama chini. Sababu ni nini? I don't know, sijui. Lakini moja kati ya sababu ambayo nadhani inaweza kuwa moja kati ya sababu ni kwamba hata hapa ndani ya baraza, katika mazingira yako ya kazi, unadharaulika. Labda upate heshima ambayo katika nafasi yako kwa mtu wa juu yako au wa chini yako. Yaani ukiwa katika nafasi yoyote
Unasemaje? Unaweza ukawa uko mdogo sana, lakini unavyofurahia utume wako kati ya watu walio chini yako na walio juu yako, unaweza ukajisikia, hata kama unaishi Mbagala, ukajisikia kama vile wewe ndio Baba Mtakatifu, si ndio? Kwa sababu pale unapofanya kazi, unapofanya utume, wanaitambua thamani yako, wanatambua utu wako, na kila mmoja anakupa heshima kadiri ya nafasi yako, anahusiana na wewe kadiri ya ulivyo, kadiri ya elimu yako, kadiri ya uelewa wako. Na hivi hata kama ukitoka nje ya mazingira haya, ni kweli utajisikia kuwa ni wa pekee. Utaona thamani yako kuwa halisi, na pengine utaona hawakupi thamani yako halisi unapokuwa nje ya mazingira haya. Kwa hiyo ukweli unabaki kwamba mazingira yenu ya kazi katika Baraza la Maaskofu yanahitaji kuwa mazingira mfano, or in other words, shamba darasa in all walks of faith. Whether you agree with me or not, lakini napaswa kuwa shamba darasa kwa namna ya utendaji, kwa namna ya mahusiano, kama namna hasa ya kuishi lile lengo kuu la imani, ama lengo kuu la Injili, ama la ufuasi wetu, maisha ya sadaka kamili.